Kwanza mimi ni moja ya watu ambao wanaamini wamecheza mechi nyingi sana za aina hiyo. Simba wamekutana na wapinzani wanaocheza hiyo style, yani msimu mechi nyingi ambazo wamecheza ni za wafanya Al-Masry wateseke ndani ya dakika 90. Niliona katika mchezo uliopita Isa Al-Masry walikuwa wanacheza na Piramidi. Jamaa wanajua kupaki basi. Wanajua kupaki basi. Yaani kwenye kukaa nyuma tu kuzuia. Wako vizuri sana. Na tangu waje kocha wao mpya huyu, hadi hivi sasa michezo 4. Yes, hawajafungwa mchezo wowote hadi hivi sasa. Ni timu ambayo haifungi mabao mengi sana, lakini vile vile ni timu yani ni so nyepesi kuruhusu bao kwenye lango lao. Kwa hiyo Simba wajipange, lakini yote kwa yote kwangu Simba na nafasi kubwa sana kwenda katika ile hatua inayofuata ama ya kufuzu na kwenda katika hatua ya nusu finali. Kwa upande wangu mimi, maoni yangu haya. Ndio. Bana sawa, Emmanuel Mwayombe huyo akiizungumza wekundu wa Msimbazi Simba, namna gani ambavyo wanaweza wakaenda kufanya gani, unaiona wapi Simba pengine katika mchezo wakafanya kitu gani kuhakikisha kwamba
na Pyramid juzi kwenye ligi wametoka sare ya bila kufungana. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo ni timu ambayo ina safu bora ya ulinzi, lakini wanajua namna ya kucheza na hawa vigogo. Level ya Zamalek na level ya Pyramids ni level kubwa ambazo zinaweza zikaonyesha ni jinsi gani ambavyo Al Masry wanaweza wakapambana. Kwa hiyo ligi ambao wanatoka ni ligi yenye ushindani. Kwa hiyo sio timu ambayo ya kuichukulia poa. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuwa makini katika kuzitumia zile nafasi ambazo wanatengeneza. Na uzuri wa Simba ni kwamba ni bora katika maeneo katika swala la kutengeneza nafasi. Ukiangalia wana Eli Mpanzu, winga wao mzuri kabisa ambaye ni mbunifu, anakokota mpira, anatengeneza nafasi, lakini pia ukiangalia walinzi wao wa pembeni, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein ni wachezaji ambao wanatengeneza nafasi. Jean Charles Ahoua naye anatengeneza nafasi. Kwa hiyo ni kazi sasa kwa washambuliaji zile nafasi chache ambazo watazipata waweze kuzitumia, lakini safu yao ya ulinzi kiukweli kumekuwa na mistakes nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika, hasa kwa mlinzi wao wakati Shemalon Fondo ambaye aliwagharimu kwenye mchezo wao dhidi ya Bravos, lakini pia kwenye mchezo wao dhidi ya CS Fashion yeye ndo ambaye alitoa pasi boko ambayo ikaenda ikadakwa na mshambuliaji wa CS Fashion, akaenda akafunga ule mpira. Kwa hiyo makosa binafsi ya walinzi kwa klabu ya Simba yanatakiwa kuondoka pia. Kwa hiyo wawe makini, wawe na usahihi wa matendo, wafanye vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika. Lakini kwa mpinzani mwenyewe ni mpinzani ambaye si mgumu sana. Simba wana uwezo wa kumtoa endapo tu watakuwa makini, wakiwa na utulivu, hasa kwenye safu yao. Amecheza ligi ya Kongo, naamini kabisa hizi mechi za Al Masry hazitokuwa mechi ngumu sana kwake. Ni kitendo tu cha mwalimu kuendelea kumwamini na kumpa yale maneno kwamba wewe ni mchezaji mkubwa na klabu ya Simba imekusajili, nategemea makubwa kutoka kwako. Nasho kuna mwamba mmoja hivi anaitwa Nairinho anasema ngoma kama Simba wanataka kumfunga Al Masry ngoma cheze. Yani hadi wewe unasemaje, inawezekana kweli Eli Mpanzu ndo akaibeba Simba mabegani katika mchezo
King Spirit tunafikiri natoka wapi? Wale wabongo wanakuwa vile. Ila sema hiyo bwana mbaya haitakiwi kabisa. Hiyo Umeona wewe? No, nimekumbuka haitakiwi kwa sababu hiki kitu ndo ambacho tunapinga sana kikifanyika kule barani Ulaya. Na kuna mtu mmoja alishai kumwandika Kibu akasema mchezaji wa Kitanzania mwenye asili ya Kongo. Bana watu walimshambulia mno. Wakasema sisi tunapambana na masuala ya ubaguzi na nini. Wewe tena ndo mwandishi wa habari unaanza kupost. Tangu siku hiyo sijaiona tena hiyo kitu. Kwa hiyo yule ni Mtanzania kutoka Kigoma. Kama alivyo Asabada. Kama tafadhali tuache bana. Asabada sio Mtanzania. Yule Kibu yule hata Kiswahili chake unaona kabisa. No. Sawa, dakika ni ya 15 na dakika zilizosalia ni 15 tu. Msikilizaji, kabla ya kufika saa 1 dakika 30